Karibu sana msikilizaji katika kituo hichi ili nikufahamishe bila shaka yaliweza kutokea, lakini pia niweze kukupatia uchambuzi wa kina kuhusu kinachoendelea katika taifa letu tukufu la Tanzania. Taarifa ninazozipokea msikilizaji, zimetoa msimamo wa tume ya Chande kukosa majibu ama kukosa kuwaonyesha wauaji na waliosababisha mauaji ya Oktoba 29. Semekana kwamba tume hii ya Chande haina majibu mpaka sasa baada ya miezi sita ya kuendelea kufanya uchunguzi nchini Tanzania na kutumia fedha za umma kuendelesha shughuli zao. Naomba nikupeleke kwenye taarifa hii moja kwa moja msikilizaji, ili tupate kuelewa kwamba ni kipi kinaweza kutokea katika shughuli hii nzima. Imefungua kwa kusema hivi msikilizaji, tuweke kumbukumbu sawa kwenye kauli za Samia Suluhu Hassan kuhusu mauaji ya Watanganyika. Wakafungua kipande cha kwanza wakasema, wakati wa kampeni Septemba 20 mwaka 2025 huko Gamboni, Pemba, Samia aliweka wazi uhusika wa serikali yake katika shambulio la kikatili dhidi ya wanaharakati wa kigeni. Kipengele cha pili, Novemba 1 mwaka 2025, wakati wa hotuba iliyorushwa na shirika la utangazaji Tanzania TBC, Samia alipuuza kabisa haki na utu wa raia waliopoteza maisha yao wakipinga udanganyifu katika uchaguzi wa Oktoba 29. Kipande kingine kikasema hivi, akiwa chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli mkoani Arusha tarehe 22 Novemba mwaka 2025, alipongeza vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuua raia wasio na hatia. Kipande kingine, akiwa kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam tarehe 2 Disemba mwaka 2025, alisema nguvu iliyotumika ilikuwa sawa na alitoa kauli ya kufokea majirani na wadau wa kuwauliza who are you, kujadili mauaji yaliyofanyika Tanganyika. Lakini kipande cha mwisho kikasema hivi, akiwa Ikulu Tunguu Zanzibar tarehe 31 Disemba mwaka 2025, alikiri kwamba kuna watu waliuawa na waombewe. Sasa hichi msikilizaji kinatupeleka kwenye kiini ama kile ambacho tume hii ya Jaji Chande imeteuliwa kukifanya, na kwa hivyo imeweza kufungua kipande kingine na kusema hivi, Jaji Chande kama mwanazuoni wa sheria anaheshimika kimataifa, anatakiwa kutambua uhalali wa tume yoyote unatokana na msingi wa mambo mengi, ikiwa ni pamoja na mamlaka ya kuunda tume hiyo, tume inayoongozwa na mtawala batili ambaye ni Samia Suluhu Hassan, ambaye hajachaguliwa na yuko ofisini kiharamu. Sasa msikilizaji, taarifa hiyo ilivyosoma, naomba nikupeleke kwenye kauli walizoweza kuzitoa hapa. Kinachosababisha, wanasema kwamba tume ya Chande haina ushahidi ni hichi, kwa sababu kulingana na waliotoa taarifa hii, wanahisi kwamba tume hii ya Chande inapaswa kuja na majibu ya maswali haya. Swali la kwanza, ni nani aliamuru vikosi viue raia wa Tanganyika? Swali hilo msikilizaji, tume hii ya Chande haina majibu. Lakini ya pili, mkuu wa jeshi la polisi alipokea maelezo kutoka kwa nani kutangaza hali ya hatari Tanzania? Kwa sababu
alitangaza rasmi. Kisha nani aliamuru mamlaka ya mawasiliano Tanzania kuzima mitandao nchi nzima tangu Jumatano Oktoba 29 mwaka 2005 kwa siku 6 mfululizo? Ni nani aliamuru? Kisha nani aliagiza kugawa silaha kwa wauaji? Kipande cha 5, mamluki wote wa kigeni na vikosi vya uhalifu vinavyoratibiwa na idara ya usalama ambao wametenda uhalifu dhidi ya ubinadamu wamefunguliwa mashtaka gani? Ama ni kipi kimefanywa na serikali kuonyesha kwamba wanawajibika ama wanawajibishwa? Tume ya Chande ilipata wapi mamlaka ya kuficha ushahidi uliokuwa unatolewa na wahanga wa mauaji? Nani aliyegharamia majeshi ya kigeni yaliyoshuhudiwa na wananchi mitaani na majumbani kuja kuua raia wa Tanganyika? Yaani, kulingana na watoaji wa taarifa hii, hayo ndo maswali ambayo tume ya Chande inapaswa kuyajibu kwa kipindi cha miezi 6, msikilizaji, ambao wamechukua wakiendelesha uchunguzi ule wao na kuweza kuhakikisha kwamba wameleta ushahidi na wameonyesha wale waliohusika katika kusababisha mauaji yaliyotokea Oktoba 29. Kwa hivyo kulingana na watoaji wa habari hii, hayo ndo baadhi ya maswali ambayo wanategemea tume ile ya Chande ipate kutoa majibu kuyahusu. Kama mwendelezo wa taarifa hii, wamesema hivi: raia wa Tanganyika wataendelea kukabiliana na watawala haramu hadi pale madai yao yatakapotekelezwa kwa kukomesha vitendo vya kikatili na kuanza mchakato wa haki. Madai ya raia wa Tanganyika yako pale pale, ambayo nambari 1, kukomeshwa mara moja kwa matukio ya kuua, kuteka, kuficha, kupoteza na kufungulia Watanganyika kesi za uhaini kunakofanywa na genge la counter terrorism. Cha pili, kufunguliwa mashtaka kwa genge la mamluki raia wa kigeni waliokodiwa kushirikiana na kikosi cha kazi task force pamoja na raia wengine wa Tanzania kuua wasio na hatia kwa risasi mitaani na majumbani kwao. Kipengele cha 3 kikasema kwamba kufutwa kwa matokeo yote ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Nambari 4, kukamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa wajumbe na watumishi wote wa Tume Huru ya Uchaguzi wa Tanzania INEC. Ya 5, kuanzishwa kwa serikali ya mpito ya kitaifa itakayojikita katika kurejesha utulivu, haki na utawala wa sheria. Yaani hayo ndio matakwa ya Watanganyika sasa hivi. Kipande cha 6 kikasema kuachiliwa mara moja kwa wafanywa wote wa kisiasa na raia waliotekwa nyara na kufichwa kwenye mahabusu na katika nyumba za mateso maeneo mbalimbali nchini. 7, kurejeshwa kwa mabaki ya miili ya wale wote waliouawa wakati wa mauaji ya halaiki yaliyoanza Oktoba 29 mwaka 2025 na kukabidhiwa kwa familia zao. Kuvunjwa kwa jeshi la polisi la Tanzania, vikosi kazi vyote na vikosi vingine ambavyo vimeshiriki katika kufanya matendo ya kihalifu dhidi ya binadamu na kuvunjika kwa utawala wa sheria.
kufutwa kwa kesi na mashtaka ya kisiasa na kuweka mfumo imara wa kuwalinda watetezi wa haki za kibinadamu ili kudumisha uhuru wa kujieleza, haki na utawala wa kidemokrasia. Kipengele kingine kikasema kwamba kukamilika mara moja kwa mchakato wa katiba mpya kupitia tume huru na jumuiya ya katiba katika kuzingatia kazi iliyofanywa na tume ya Jaji Warioba. Kuundwa kwa tume mpya ya taifa ya uchunguzi iliyo huru ikijumuisha vyama vya siasa, asasi za kiraia, vikundi vya kidini na wadau huru. Kufanya uchaguzi mpya kwa kutumia katiba mpya, tume mpya ya uchaguzi na sheria mpya za uchaguzi. Kupuuza matakwa ya wananchi wa Tanzania ni kusababisha kuongezeka kwa hali ya sintofahamu na mvutano. Tunadai utekelezaji wa haraka wa madai ya raia wa Tanganyika na kusisitiza kwamba uchokozi haufai. Wakasema kwamba sababu tunayo, nia tunayo, uwezo tunao. Sasa msikilizaji, wakimalizia taarifa hii wamesema kwamba taarifa hii imetolewa na wananchi wazalendo wanaodai uhuru, usawa, uwajibikaji, ukweli na upatikanaji wa katiba mpya inayotambua Jamhuri Huru ya Tanganyika na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Msikilizaji, ni taarifa iliyotolewa leo ambayo inaonyesha msimamo ama wameweza kuzungumzia msimamo wao kuhusu majibu yanayotolewa na tume ya jaji mstaafu Chande. Hebu msikilizaji, endelea kutufuatilia, endelea kutia subscription kwa sababu tupo hapa kila siku kuhakikisha kwamba tunaendelea kukufahamisha na kukusogeshea karibu yale ambayo yameendelea.